Kuna mengi tusiyoyajua ndani ya ziwa Victoria. Hili ni ziwa lenye uhai, lenye historia, lenye pumzi ya mataifa matatu. Ziwa linalowapa watu samaki, biashara na matumaini. Lakini ndani ya maji yake tulivu zipo siri nzito zisizosimuliwa mara kwa mara, siri za safari zilizokamilika na safari ambazo hazikuwahi kufika popote. Mwaka 1996 Tanzania ilishuhudia kilio kilichopenya mipaka ya miji na vijiji, kilio kilichogusa kila familia, kila moyo, kila roho ndani ya meli iliyoanza safari kama kawaida, lakini ikageuka kuwa kaburi kubwa lililojaa ndoto, watu na matumaini yaliyopotea. Hii ni ajali ya MV Bukoba. Je, unajua nini kuhusu ajali ya MV Bukoba na nini kilichojificha ndani ya ajali hii? Fuatana nami kwenye simulizi ya janga kubwa kuwahi kutikisa taifa la Tanzania. Karibu The Storyside. Mwishoni mwa miaka ya 1970, Tanzania ilikuwa bado ni nchi kijana, taifa changa lililojivunia amani na umoja wake. Lakini changamoto kubwa ilikuwa ni moja: usafiri wa uhakika katika ziwa Victoria, ziwa kubwa lililokuwa kiunganishi muhimu kati ya mikoa ya Kagera, Mwanza na Mara. Kwa miaka mingi wananchi walitegemea mashua ndogo na meli za zamani zilizokuwa zimechoka, zisizo na usalama wa kutosha. Ndipo serikali kupitia Marine Service Company Limited ikaamua kuchukua hatua kubwa ya mageuzi. Ilipanga kuleta meli mpya ya kisasa yenye uwezo mkubwa na itakayorejesha fahari ya usafiri wa majini nchini. Mkataba ulisainiwa na kifaa cha uhandisi kutoka Ujerumani, taifa lililojulikana kwa ubora wa ujenzi wa meli na teknolojia ya baharini. Baada ya miezi kadhaa ya kazi ngumu kwenye karakana za ujenzi huko Ujerumani, meli iliyopewa jina la MV Bukoba ilizaliwa. Jina hili halikuchaguliwa kwa bahati mbaya, bali lilichaguliwa kwa heshima kubwa. Bukoba, ambayo ni mji mkuu wa mkoa wa Kagera, ulikuwa kitovu cha biashara na lango kuu la kaskazini magharibi mwa Tanzania. Hivyo jina hili lilikuwa alama ya fahari, umoja na matumaini ya maendeleo. Wakati meli hii ilipowasili nchini, ilikuwa kivutio kikubwa. Wakazi wa Mwanza, Bukoba na maeneo jirani walikusanyika bandarini kushuhudia chombo hicho cha ajabu chenye rangi safi, chuma kipya kinachong'aa kwa jua na bendera ya Tanzania ikipepea kwa fahari juu ya mnara wake. MV Bukoba ilikuwa tofauti na vyombo vya zamani vilivyotumika katika ziwa Victoria. Ilijengwa kwa ubunifu wa kisasa, uwezo wa kubeba abiria 430, mizigo yenye uzito wa zaidi ya tani 160 na magari machache kwenye sakafu ya chini. Ndani ilionekana kama hoteli ndogo inayosafiri majini. Kulikuwa na vyumba vya kulala vya daraja la kwanza, sehemu za kulia chakula zenye viti vilivyopangiliwa vizuri, migahawa midogo iliyo na harufu ya kahawa na chai, na staha ya juu iliyokuwa na mandhari ya kuvutia. Mtu angeweza kusimama pale na kuona jua likizama kwenye maji ya dhahabu ya ziwa Victoria. Kwa miaka kadhaa ya mwanzo, meli hii ilikuwa ishara ya fahari ya taifa. Ilitumiwa na watu wa kada zote: viongozi wa serikali, wafanyabiashara, wanafunzi, watalii na wakazi wa kawaida waliokuwa wakisafiri kati ya Bukoba na Mwanza. Watu walihisi usalama ndani ya MV Bukoba. Wengi walijivunia kuipanda na wengine waliita meli ya ndoto.
Miji kando ya ziwa Victoria ilianza kustawi zaidi kwa sababu ya meli hii. Biashara zilipanuka, mizigo ilisafiri kwa urahisi na usafiri wa watu ukawa wa uhakika. Kila ilipoonekana ikitoka bandarini, watu walipunga mikono kwa furaha. Ilikuwa ishara ya maendeleo na matumaini mapya kwa ukanda wote wa magharibi. Lakini nyuma ya fahari hii kulikuwa na mambo yasiyoonekana wazi. Mipango ya matengenezo ambayo ilianza kupuuzwa taratibu, mabadiliko ya uongozi katika shirika la usafiri na ukosefu wa mafunzo kwa baadhi ya mabaharia wapya. Tarajio la utunzaji na usalama lilianza kufifia, ingawa hakuna aliyeliona kama tatizo kubwa wakati huo. Miaka michache baadaye, kile kilichokuwa fahari ya ziwa haikutegemewa kuwa kingekuwa kaburi la chuma chini ya maji, na jina MV Bukoba ambalo ni alama ya maendeleo lingeanza kutajwa kwa huzuni na maumivu kama kumbukumbu ya kile kilichopotea kwa uzembe na tamaa ya binadamu. Ni Jumanne, tarehe 21 Mei mwaka 1996, saa za asubuhi, jua likiibuka taratibu juu ya vilima vya Bukoba. Anga lilikuwa safi, upepo mwanana ukipuliza kutoka ziwani. Bandari ya Bukoba ilijaa kelele za abiria waliokuwa wakijiandaa kwa safari, wengine wakibeba mizigo yao mikubwa, wengine wakilia kwa furaha ya kuagana na ndugu, na wengine wakikimbizana wakihofia kuachwa na meli. MV Bukoba kama ilivyozoeleka ilikuwa kivutio, meli yenye muonekano wa fahari, sauti yake ikisikika kwa mbali ikikatiza kimya cha asubuhi. Wafanyakazi wakiwa kwenye harakati za mwisho, nahodha akiwa juu akihakikisha kila kitu kiko sawa, angalau kwa macho ya kawaida. Lakini chini ya uso huu wa furaha kulikuwepo na ukweli mmoja wa kutisha. Meli ilikuwa imezidisha abiria. Kulingana na leseni yake, MV Bukoba ilitakiwa kubeba abiria wasiozidi 430, lakini siku hiyo inakadiriwa kuwa ndani yake walikuwa wamejazana watu zaidi ya 800, wengine wakisema hata 1000 walikuwa wakifika, ikiwa ni pamoja na wanawake, watoto wadogo, wanafunzi wa vyuo na sekondari, wafanyabiashara na watumishi wa umma. Mashahidi walikumbuka kuona meli ikianza kuinama upande mmoja, ikionyesha dalili ya uzito uliopita kiasi. Wengine walisema walihisi hofu, lakini waliamini kila kitu kingekuwa sawa, kwa sababu ilikuwa MV Bukoba, yani meli ya fahari. Muda ulipowadia, nahodha aliamuru safari ianze. Meli ikaanza safari yake kutoka Bukoba kuelekea Mwanza, ikakatiza maji tulivu ya ziwa Victoria. Wakati jua lilipoanza kuzama magharibi, wimbi la dhahabu lilitanda juu ya uso wa maji, mandhari ya kupendeza kwa macho, lakini yenye siri nzito iliyokuwa ikikaribia. Ndani ya meli maisha yaliendelea kama kawaida. Wengine walikaa kwenye staha ya juu wakifurahia upepo wa ziwani, wakipiga picha, wakizungumza kuhusu maisha ya mjini Mwanza. Wengine walikuwa chini ya deki wakicheza karata, wakila, na wengine wamelala kwenye viti vyao. Watoto walicheka, wanawake wakipiga soga, na wanaume wakibadilishana habari za biashara. Ilikuwa ni usiku wa kawaida wa safari ya kawaida, safari ya matumaini na safari ya furaha. Lakini kadiri giza lilivyoanza kutanda juu ya maji ya ziwa Victoria, upepo ukibadilika taratibu, hakuna aliyejua kuwa huo ndio uliokuwa usiku wa mwisho wa maisha yao. Hakuna aliyetarajia kuwa ndani ya masaa machache melodi ya furaha ingezimwa na kelele za vifo, vilio na majonzi. Usiku wa Mei 21 mwaka 1996, MV Bukoba ilikuwa ikisafiri kwa mara ya mwisho, safari ya kwenda Mwanza, lakini ikafika mahali ambapo haijawahi kurudi tena. Ilipofika karibu na Bugorora,
Takriban kilomita 30 kutoka Mwanza, majira ya saa 1 asubuhi, upepo ulianza kuvuma. Mashahidi wachache wanasema meli ilianza kuegemea upande mmoja polepole, na dakika chache baadaye ilipinduka ghafla. Kilichofuata ni kilio, giza na maji baridi ya ziwa Victoria. Abiria wengi walikuwa wamelala kwenye vyumba vya ndani, wengine walinasa ndani ya meli isiyo na mwanga. Meli kubwa iliyoonekana imara ilipotea kabisa ndani ya dakika chache. Hakukuwa na mashua za kutosha za kuokoa. Wale wachache waliokuwa juu ya staha walijitupa majini wakijaribu kuogelea, lakini maji yalikuwa baridi sana, takribani nyuzi joto +2. Wengi walikufa si kwa kuzama, bali kwa baridi kali. Ziwa likawa kimya na meli ikatoweka kabisa. Taarifa za ajali zilichelewa kufika Mwanza. Wengine wanasema zilitoka kwa wavuvi waliokuwa mbali, waliosikia kelele za ajabu usiku ule. Miaka hiyo hakukuwa na mawasiliano ya haraka kama leo, hivyo juhudi za uokoaji zilichelewa masaa zaidi ya 8. Jeshi la wanamaji, polisi na wavuvi wa ziwa Victoria walifika eneo la ajali. Waliona mabaki ya mbao, mizigo na miili michache ikielea juu ya maji. Baada ya siku kadhaa, meli ilipatikana ikiwa imezama kwenye kina cha mita zaidi ya 30. Juhudi za kuokoa miili zilikuwa za maumivu makubwa. Baadhi ya wapiga mbizi walieleza walivyoona miili ikining'inia ndani ya meli, wengine wakiwa wamekumbatiana. Zaidi ya miili 500 ilitolewa, lakini mamia walibaki chini ya maji. Tarehe 26 Mei mwaka 1996, mazishi ya kitaifa yalifanyika Mwanza. Rais wa wakati huo, Benjamin William Mkapa, alihudhuria akiongoza taifa lenye huzuni. Wimbo wa taifa ulipigwa, machozi yakamwagika na makaburi ya pamoja yakachimbwa. Baada ya ajali hii kubwa iliyotikisa taifa lote, serikali ya Tanzania haikukaa kimya. Miezi michache baadaye iliundwa tume maalumu ya uchunguzi ikiongozwa na Jaji Joseph Sinde Warioba. Huyu ni mmoja wa majaji waliokuwa wakiheshimika sana nchini. Watu walitaka majibu, walitaka kujua nini hasa kilitokea, ni nani aliyesababisha vifo vya mamia ya Watanzania wasiokuwa na hatia. Tume hiyo ilifanya kazi kwa miezi kadhaa, ikahamia Bukoba, Mwanza na hata sehemu za chini za ziwa Victoria ambapo mabaki ya meli yalikuwa. Walizungumza na manusura, mashahidi, wahandisi na wafanyakazi wa bandari na viongozi wa Marine Service Company Limited, kampuni iliyokuwa ikiendesha meli hiyo. Kila ushahidi uliokusanywa uliongeza huzuni zaidi. Matokeo ya uchunguzi yalipokuwa tayari, taifa lilikaa kimya. Ripoti ya tume ya Warioba ilifichua mambo ya kusikitisha yaliyokuwa wazi kama jeraha lililo wazi mbele ya macho ya Watanzania wote. Kwanza, meli ilikuwa na kasoro nyingi za kiusalama. Vipuri vyake vilikuwa vimechakaa. Baadhi ya mifumo ya uokoaji haikufanya kazi kwa miaka michache. Boti za uokoaji zilikuwa chache na zingine zilikosa vifaa vya msingi vya kuendesha. Pili, meli haikuwahi kukaguliwa kwa muda mrefu. Taratibu za ukaguzi na usalama ambazo zilipaswa kufanyika mara kwa mara zilipuuzwa. Kila safari ilifanyika kwa mazoea kama ilivyokuwa kawaida, bila mtu kuuliza kama kweli meli ilikuwa salama kwa safari. Lakini kosa kubwa zaidi lililogeuka kuwa kifo ni kwamba MV Bukoba ilizidishwa abiria kwa kiwango cha hatari. Ilikuwa imebeba karibu mara 2 ya uwezo wake halisi, na hata mizigo ikiwemo mbao, vyuma na bidhaa nzito vilipangwa vibaya kiasi cha kufanya meli iwe na uzito usio sawia. Wakati upepo ulipobadilika usiku ule wa Mei 21, meli ilikuwa dhaifu na haikuwa na uwezo wa kujirekebisha.
tume ilitaja wazi kwamba kulikuwa na uzembe mkubwa wa kibinadamu kutoka kwa viongozi wa Marine Service, maafisa wa bandari, hadi baadhi ya wahandisi waliokuwa wakiruhusu meli kuendelea kusafiri licha ya hatari hizo. Wengi walihusishwa, wengine wakatiwa hatiani, baadhi walifutwa kazi, wachache wakafungwa. Lakini kwa mamilioni ya Watanzania, hukumu hizo zilionekana kuwa ndogo kulinganisha na makosa yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 800. Na kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, hukumu yoyote haingeweza kurudisha uhai wala kufuta kumbukumbu za siku ile ya maafa. Ilisalia huzuni, majonzi na maswali yasiyo na majibu. Wahanga waliuliza kuwa kwa nini tahadhari hazikuchukuliwa mapema? Kwa nini maisha ya Watanzania yalichezewa kwa uzembe? Na je, tumejifunza chochote kutoka katika ajali hii, au tunasubiri historia yake ijirudie tena? Kwa siku, wiki na miezi, habari za ajali ya MV Bukoba zilitawala kila kona ya Tanzania. Redio, magazeti na televisheni zilirusha matangazo ya huzuni. Familia nyingi hazikupata miili ya wapendwa wao. Wengine waliishi na ndoto za jinamizi, wakiota miili ikielea kwenye maji. Hadi leo, wazee wa Mwanza na Bukoba wanasema Ziwa Victoria halijawahi kuwa tulivu tena. Kwao maji yake si tu ziwa, bali ni kaburi kubwa linalohifadhi historia ya maumivu ya taifa. Miaka imepita, lakini majina ya waliopotea bado yanakumbukwa kila mwaka ifikapo Mei 21. Katika baadhi ya mashule na makanisa hufanyika ibada za kumbukumbu. Wengine huelekea ufukweni mwa Mwanza na Bukoba huweka maua juu ya maji kama ishara ya heshima kwa wale waliopotea. Mabaki ya MV Bukoba bado yapo chini ya Ziwa Victoria, yakiwa kimya, lakini yakisimulia simulizi ya uzembe na uchungu. Ni kaburi la chuma lililozama pamoja na ndoto, matumaini na maisha ya mamia ya Watanzania. Ajali ya MV Bukoba ilifundisha taifa kwamba usalama si jambo la hiari, bali ni wajibu, kwamba maisha ya binadamu hayapaswi kupuuzwa kwa sababu ya faida au haraka, na kwamba historia haitasahau wale waliocheza na usalama wa wengine. MV Bukoba haikuwa tu ajali, bali ilikuwa onyo kwa kila kizazi cha Watanzania kuwa makini na thamani ya uhai. Na hadi leo maji ya Ziwa Victoria bado yanashuhudia historia hiyo, historia ya fahari, uzembe na majonzi yasiyoelezeka. Je, unafahamu nini kuhusu ajali ya MV Bukoba? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside. Katika bahari ya Hindi kuna eneo ambalo bahari huwa tulivu kupita kawaida. Lakini usiku mmoja bahari hiyo ilibadilika kuwa kaburi. Ndani ya maji haya kuna sauti ambazo hazikuwahi kurekodiwa. Meli haikuvunjika kwa radi, haikupigwa na dhoruba, haikuzama kwa bahati mbaya, bali iliua watu kwa taratibu, kwa uzembe na kwa kimya. Hii siyo hadithi ya bahari. Hii ndiyo simulizi ya MV Spice Islander 1, meli iliyobeba matumaini ya maelfu kadhaa, lakini ikarejesha miili pekee. Je, unajua nini kuhusu ajali ya MV Spice Islander 1 na nini kilichojificha ndani ya ajali hii? Fuatana nami
kwenye simulizi ya janga kubwa kuwahi kutikisa taifa la Tanzania. Karibu The Storyside. Usiku wa tarehe 10 Septemba 2011, bahari ya Hindi ilikuwa tulivu, kinyume kabisa na kile kilichokuwa kikiandaliwa chini ya nyota. Ndani ya meli, sauti za vicheko, mazungumzo na watoto wakicheka zilipotea taratibu, kama zikijua hatima yake. MV Spice Islander 1 haikuwa chombo cha anasa, bali ilikuwa meli ya watu wa kawaida, wafanyabiashara wadogo, kina mama waliokuwa na watoto mgongoni, wanafunzi na familia nzima zikisafiri kati ya visiwa hivi viwili, hasa kutoka Dar es Salaam, Unguja na Pemba. Kila mtu alikuwa na mzigo wake. Kila mzigo ulikuwa na historia yake. Harufu ya chumvi, mafuta na jasho la abiria walioshika mizigo yao ilijaza meli yote. Kisheria, meli ilikuwa na mipaka ya idadi maalumu ya abiria, mizigo iliyopimwa na vifaa vya uokoaji vya kutosha. Lakini kwa vitendo, kila safari ilikuwa kuzidi mipaka hii. Abiria waliongezeka kwa dakika za mwisho. Mizigo ilipakiwa bila kipimo na hakuna aliyekuwa akihesabu watu kwa uhakika. Wote walijua meli hii hubeba zaidi ya uwezo wake, lakini kila wakati ilikuwa ikifika salama. Safari zikapita, wiki zikapita na miezi pia ikapita. Kila abiria aliyeijua meli hii alijua hatari, lakini hatimaye walijua bahari ilikuwa rafiki na hatari kwa wakati mmoja. Na usiku wa tarehe 10 Septemba 2011, hakuna aliyebaini kuwa bahari ingekuwa mbaya zaidi kuliko historia yoyote waliyoshuhudia. MV Spice Islander ilikuwa meli ya abiria iliyojengwa mwanzoni mwa mwaka 1967 nchini Uholanzi, ikipewa jina la MV Mariana, ikifuata majina kadha wa kadha kabla ya kuitwa MV Spice Islander. Meli hii iliundwa kwa falsafa ya kudumu muda mrefu, si kubeba watu kupita kiasi. Ilikuwa na urefu wa takriban mita 60 mpaka 70, upana wa takriban mita 11 hadi 12, staha ya chini ambayo ni ya mizigo na abiria, na staha ya juu ni ya abiria pekee. Kufikia mwaka 2011, MV Spice Islander 1 ilikuwa na umri wa zaidi ya miaka 40 baharini. Kwa mujibu wa nyaraka za usajili wa meli na taarifa za mamlaka husika, uwezo wa juu wa kubeba abiria ulikuwa ni takriban abiria 645, wakiwemo wafanyakazi. Uwezo wa mizigo ulioruhusiwa ni kati ya tani 25 hadi 30, ukiwa umesambazwa sawa sawa. Huo ndio ulikuwa mstari wa usalama wa meli hii. Kimuundo, haikuwa meli kubwa kwa viwango vya leo, na wala haikuwa meli ndogo. MV Spice Islander ilisajiliwa rasmi kufanya safari kati ya Dar es Salaam, Unguja na Pemba mwaka 2007. Ilikuwa meli ya watu wa kawaida wanaotegemea bahari kama barabara yao ya kila siku. Tarehe 10 Septemba 2011, MV Spice iliondoka Dar es Salaam jioni ikielekea Unguja kisha Pemba. Safari ilianza bila tukio lolote la ajabu. Bahari ilikuwa tulivu. Lakini ndani ya meli, mizani ya usalama ilikuwa tayari imevunjwa. Abiria walipanda bila udhibiti wa karibu. Hakukuwa na orodha sahihi ya mwisho. Mizigo iliendelea kupakiwa bila kupimwa uzito wake halisi. Baada ya ajali, uchunguzi ulionyesha kuwa idadi ya watu waliokuwemo ndani ya meli ilizidi uwezo ulioruhusiwa, ingawa idadi kamili haikuwahi kuthibitishwa rasmi kutokana na kukosekana kwa orodha sahihi. Mashahidi na manusura walieleza kuwa meli ilikuwa imejaa kupita kiasi. Baadhi ya abiria walikaa juu ya mizigo
Kwa upande wa mizigo ilikuwa zaidi ya kiwango kilichoruhusiwa. Sehemu kubwa ya mizigo iliwekwa juu, si chini ya meli. Hali hii iliharibu usawa wa meli taratibu, bila kuonekana kwa mara moja. Hali hii haikuwa mpya. Kila safari meli ilibeba zaidi ya uwezo, na kwa kuwa safari zilizopita zilifika salama, hatari ilionekana kama kitu cha kawaida. Lakini siku hii, uzito uliozidi, mpangilio mbaya wa mizigo na mwendo wa kawaida wa bahari vilikuwa vikisubiri sekunde moja tu. Usiku wa tarehe 10 Septemba 2011, bahari ya kaskazini mwa Zanzibar ilikuwa tulivu. Hakukuwa na dhoruba, hakukuwa na upepo mkali, na wala hakukuwa na onyo lolote kutoka katika vyombo vya usalama baharini. Lakini ndani ya MV Spice tatizo lilikuwa tayari limekomaa. Kadiri meli ilivyoendelea kusogea kuelekea eneo la Nungwi, uzito uliobebwa bila mpangilio ulianza kujionyesha. Meli ilianza kuegemea upande mmoja taratibu, si kwa ghafla, bali polepole, kwa hila, kana kwamba ni kitu cha kawaida. Abiria wengi hawakutambua hatari. Wengi walidhani ni mwendo wa kawaida wa bahari. Wengine walikuwa wamelala, wengine walikuwa wamebanwa juu ya mizigo bila nafasi ya hata kusimama. Ndani ya dakika chache, mwelekeo wa meli ulianza kubadilika zaidi. Upande mmoja wa meli ulianza kuwa mzito kuliko mwingine. Mizigo iliyokuwa imepangwa juu iliteleza kidogo kidogo, ikifuata mvuto wa uzito. Hapo ndipo usawa wa meli ulipovunja kabisa. Mashahidi waliosalimika walieleza kuwa meli ilianza kuyumba kwa nguvu zaidi. Maji ya bahari yakaanza kuingia kupitia madirisha na milango ya chini. Hakukuwa na tangazo la dharura, hakukuwa na mwongozo wa nini kifanyike, na wala hakukuwa na muda wa kupanga chochote. Ndani ya sekunde chache hofu ilianza. Watu walijaribu kusogea upande mwingine wa meli, lakini kufanya hivyo kuliongeza tatizo. Uzito wa miili ya watu ulizidi kuharibu usawa. Meli haikupasuka, haikugongwa, na wala haikukumbwa na dhoruba, bali ilisalimu amri kwa uzito uliokuwa umeibeba. Katika giza la usiku, karibu na mkondo wa Nungwi, ghafla meli ilipinduka upande mmoja. Ndani ya muda mfupi sana, meli iligeuka kutoka chombo cha usafiri na kuwa mtego wa kifo. Abiria waliokuwa ndani walitupwa ovyo, wengine walinaswa chini ya meli, wengine walijikuta baharini bila hata kujua walitokaje. Kelele za hofu, vilio na sauti za kuomba msaada zilitawanyika juu ya uso wa bahari. Giza lilifanya kila kitu kuwa kibaya zaidi. Hakukuwa na mwanga wa kutosha na hakukuwa na mwelekeo. Watu walipambana si na bahari pekee, bali na hofu, giza na kuchoka. Ndani ya dakika chache tu, safari ya kawaida iligeuka kuwa janga. Mamia ya maisha yaliwekwa kwenye hatari. Bahari tulivu ikawa shahidi wa uzembe wa binadamu. Na pale meli ilipopinduka, kile kilichofuata hakikuwa tena mikononi mwa abiria. Habari za ajali zilianza kufika ufukweni saa chache baadaye kupitia wavuvi wa eneo la Nungwi, manusura walioweza kuogelea hadi karibu na ufukwe, taarifa zisizo rasmi zilizopita kwa haraka. Wavuvi wadogo walikuwa wa kwanza kufika, sio kwa amri na wala sio kwa vifaa maalum, bali kwa huruma na ujasiri. Boti ndogo za uvuvi zilianza kuchukua manusura mmoja mmoja. Wengine walikuwa hawazungumzi, wengine walikuwa wanalia kimya kimya, na wengine walikuwa wamepoteza fahamu. Alfajiri ilipofika, ukubwa wa janga ulianza kuonekana. Bahari ilitoa miili, ufukwe ulipokea waliopoteza maisha. Watu walikuwa wakitazama ili kutambua ndugu, na wengine wakitafuta majina. Serikali, vyombo vya ulinzi
na taasisi za uokoaji ziliingia rasmi katika operation wakati mengi yalikuwa tayari yametokea. Hata vyombo vya habari havikuwa na taarifa. Hivyo wakati MV Spice Islander 1 inazama, vyombo vya habari vilikuwa vikiendelea na programu zao za kila siku na kuufanya umma wa Tanzania kutokujua kinachoendelea. Kutokana na kukosekana kwa orodha sahihi ya abiria, idadi kamili ya waliokuwemo ndani ya meli haikuwahi kuthibitishwa rasmi. Idadi ya manusura ilibaki kuwa ya makadirio. Idadi ya waliopoteza maisha ilitangazwa kwa namba tofauti tofauti. Lakini jambo moja lilikuwa wazi: zaidi ya watu 1000 walipoteza maisha yao. Hili ndilo lililofanya ajali ya MV Spice Islander 1 kuwa majanga makubwa zaidi ya baharini katika historia ya Afrika Mashariki. Wengi wa waliokufa hawakuwa kwenye orodha yoyote. Walikuwa wafanyabiashara wadogo, wanafunzi, mama na watoto, na watu waliokuwa wanarudi nyumbani. Hakukuwa na orodha ya mwisho ya majina. Kulikuwa na makaburi ya pamoja. Kulikuwa na familia zisizopata majibu kamili, na kwa wengi bahari ilibaki na siri zao. Ajali hii haikusababishwa na dhoruba ya mkondo mkali, haikusababishwa na hali ya hewa, na haikutokea kwa ghafla. Ilikuwa ni mkusanyiko wa uzembe, ukimya na mfumo uliokubali kuchukua hatari kuwa kitu cha kawaida. Na usiku ule bahari ya Nungwi ikawa kaburi lisilo na mipaka. Bahari haikuwaua watu hawa peke yake, bali uzembe ndio uliowaua ndugu na jamaa zetu. Ajali ya MV Spice Islander haikuwa ya bahati mbaya. Ilikuwa matokeo ya kupuuza usalama, matokeo ya kujali biashara kuliko maisha, matokeo ya mfumo mbovu wa usimamizi wa meli ulioshindwa kulinda raia wake. Na mpaka leo bahari ya Nungwi bado inabeba kumbukumbu za usiku huo. Je, unafahamu nini kuhusu ajali ya MV Spice Islander 1? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside. Katika ardhi ya Tanzania, mahali ambapo reli hukatanyika kimya kimya, kuna eneo linaloitwa Igandu. Ni eneo la kawaida. Hakuna bahari, hakuna mlima mkubwa, na wala hakuna dhoruba. Lakini siku moja reli hiyo iligeuka kuwa mstari wa damu. Hii haikuwa ajali ya mvua, haikuwa ajali ya upepo, haikuwa ajali ya bahati mbaya. Ilikuwa ajali ya makosa, makosa yaliyokaa muda mrefu yakisubiri sekunde moja tu. Fuatana nami kwenye simulizi ya janga baya zaidi la reli kuwahi kutikisa taifa la Tanzania. Karibu The Storyside. Kabla ya Igandu, kabla ya Juni 2002, kabla ya treni mbili kugongana, kulikuwa na reli. Hii ni reli ya kati ya Tanzania. Ni mstari mrefu wa chuma uliochorwa kwenye ardhi hii kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Mwanzoni mwa karne ya 20, wakoloni wa Kijerumani walipoingia Tanganyika, walitaka kufungua bara, sio kwa ajili ya Waafrika,
bali kwa ajili ya mali, mazao na madini. Ndipo wakaanza kujenga reli kutoka Dar es Salaam kupenya ndani ya nchi kupitia Morogoro, Dodoma, Tabora hadi Kigoma na nyingine kuelekea Mwanza. Reli hii haikujengwa kwa mashine za kisasa, bali ilibebwa na mikono ya Waafrika kwa jasho, damu, magonjwa na vifo visivyoandikwa, lakini reli ikasimama. Miaka ikapita, Wajerumani wakaondoka, Waingereza wakaja, kisha uhuru ukaja, lakini reli ilibaki pale pale. Kwa Watanzania wengi, reli ya kati ikawa zaidi ya miundombinu. Ilikuwa njia ya wanafunzi, njia ya wafanyabiashara, njia ya wagonjwa, njia ya mazishi na hata njia ya matumaini. Treni ilikuwa ni safari ya polepole, lakini ilikuwa nafuu, na kwa wengi ndiyo ilikuwa njia ya pekee. Lakini kadri miaka ilivyopita, reli ilianza kuchoka. Mabehewa mengi yalikuwa ya zamani, mengi yalitengenezwa miaka ya 60 na 70 na yaliendelea kutumika hata miaka ya 2000. Mifumo ya usalama ilibaki ya kizamani. Hakukuwa na teknolojia ya kisasa, hakukuwa na signal za kuzuia makosa. Kila kitu kilimtegemea binadamu. Treni za abiria za reli ya kati zilibuniwa kubeba takriban abiria 600 hadi 700 kwa safari moja, kulingana na idadi ya mabehewa. Huo ulikuwa uwezo wake wa kiusalama. Zaidi ya hapo, hatari ilianza. Lakini katika uhalisia, treni zilianza kubeba abiria zaidi ya 1000. Wengine walisimama, wengine walikaa sakafuni na wengine hata juu ya mizigo. Hakukuwa na viti vya kutosha, hakukuwa na nafasi ya kupumua, lakini bado treni iliendelea kusonga, kwa sababu kila safari iliyopita ilifika salama. Na pale hatari inaporudiwa mara nyingi bila madhara, huanza kuonekana kama kitu cha kawaida. Reli ya kati ikawa mzigo wa historia. Ilibeba watu wengi kuliko ilivyoundwa kubeba. Ilibeba matumaini mengi kuliko uwezo wake, na ilibeba uzembe wa mfumo mzima. Lakini bado iliendelea kufanya kazi kimya kimya, kila siku na kila usiku, ikisubiri sekunde moja tu ambayo ingeonyesha kuwa chuma nacho kina kikomo. Ilikuwa alfajiri ya tarehe 24 Juni mwaka 2002. Treni ya abiria ilikuwa imesafiri masafa marefu kutoka Dar es Salaam. Treni hii ilikuwa imeondoka Dar es Salaam ikielekea kaskazini magharibi kupitia reli ya kati kuelekea Mwanza. Ndani ya treni hiyo kulikuwa na watu wengi zaidi ya watu waliopaswa kuwepo. Treni hii ilikuwa imeundwa kubeba takriban abiria 600 hadi 700 kwa usalama, lakini siku hiyo kulikuwa na zaidi ya watu 1200. Wengine walikuwa wamekaa kwenye viti, wengine walikaa sakafuni na wengine walilala juu ya mizigo. Watoto walibanwa kati ya miguu ya watu wazima. Akina mama walibeba mizigo pamoja na watoto. Wazee walikaa mahali popote palipopatikana. Hakukuwa na nafasi ya kutosha, hakukuwa na faragha, lakini kulikuwa na uvumilivu wa safari, kwa sababu hii haikuwa safari ya kwanza kuwa hivi. Kwa wengi wa abiria hawa, hali hii ilikuwa ya kawaida. Kila mara treni ilikuwa inajaa, kila mara ilikuwa inachelewa, lakini kila mara ilifika. Na pale kitu hatari kinapojirudia bila madhara, huacha kuonekana kama hatari. Siku hiyo ndani ya mabehewa kulikuwa na sauti za kawaida. Hakuna aliyekuwa anajua kuwa safari hii ingekuwa tofauti. Wakati huo huo, kwenye reli hii ya kati kulikuwa na treni ya mizigo, ikiwa imetoka upande wa Kigoma kuelekea Dar es Salaam, ikiwa imebeba mabehewa ya mizigo ambayo ni mizito. Treni ya mizigo haikuwa na abiria wengi, lakini ilikuwa na uzito mkubwa.
Treni hizi mbili zilikuwa kwenye reli moja, zikitenganishwa na umbali, zikitenganishwa na mawasiliano, na zikitenganishwa na maamuzi ya binadamu. Na katikati yao kulikuwa na kituo kidogo kinachoitwa Igandu. Hapa ni mahali ambapo treni moja ilipaswa kusimama na nyingine ipite. Kwa karatasi kila kitu kilikuwa sawa, kwa ratiba kila kitu kilikuwa sawa. Kila kitu sasa kilikuwa mikononi mwa watu. Neno moja lisilofikishwa, maelekezo yaliyochelewa, au uamuzi mmoja usio sahihi ungeweza kubadilisha kila kitu. Lakini ndani ya treni ya abiria hakuna aliyekuwa anajua hilo. Watu waliendelea na safari zao, wengine wamelala, wengine macho yao yakiwa wazi alfajiri. Treni iliendelea kusonga, magurudumu yakigonga reli kwa mlio ule ule wa kawaida. Hakuna aliyesimama, hakuna aliyerudi nyuma, hakuna aliyeshuka. Hivyo treni ikaendelea kuelekea Igandu. Kituo cha Igandu kilikuwa kikazi cha maamuzi makubwa. Treni ya mizigo yenye vagon 15 vilivyojaa mizigo mizito ilisitishwa hapo ili kuruhusu treni ya abiria kupita. Hapa palikuwa na mpangilio. Treni ya abiria ilikuwa na kipaumbele. Treni ya mizigo ilikuwa imepangiwa kusimama mpaka njia iwe wazi. Kufikia alfajiri Juni 24, treni ilikuwa imefika maeneo ya Igandu, karibu na Dodoma. Eneo hili linajulikana kwa miinuko mikali na kona. Hapa ndipo mifumo ya breki hujaribiwa zaidi, kwani treni inahitaji nguvu ya kusimamisha au kupunguza kasi inapotoka juu. Ndani ya treni bado abiria wengi walikuwa wamelala au wakijiandaa kufika, lakini katika chumba cha dereva ugumu ulianza kuonekana. Treni ilikuwa ikienda kwa kasi kubwa, labda kwa kujaribu kufidia muda au kwa makosa ya utendaji. Jambo moja lilikuwa wazi, ya kama ilivyoelezwa baada ya kwenye ripoti, treni ilikuwa imebeba mzigo wa watu na mabehewa kiasi kwamba mfumo wake wa kiufundi ulikuwa umeanza kuonesha dalili za uchovu. Katika kona za Igandu, kasi kubwa na uzito uliokithiri ulikutana na udhaifu wa miaka mingi wa mfumo. Ndipo wakati ulifika kwa mfumo wa breki kulipa deni la uzembe uliokusanywa muda mrefu. Treni ya abiria ilipokuwa ikishuka mwinuko mkali, dereva alijaribu kutumia breki, lakini ndipo ukweli mchungu ulipodhihirika. Mfumo mkuu wa treni ulishindwa, hivyo breki zilikataa kufanya kazi. Treni ilianza kuongeza kasi isiyodhibitiwa, ikishuka mlima kwa nguvu ya mvuto wa uzito wake wote. Abiria ndani ya mabehewa sasa walihisi harakati zisizo za kawaida. Walianza kugundua kuwa kasi ilikuwa ikiongezeka badala ya kupungua. Kisha treni ilisimama ghafla kutokana na kushindwa kwa breki, lakini kwa sababu ilikuwa kwenye mwinuko, haikukaa tuli, bali ilianza kurudi nyuma kwa kasi kubwa. Kurudi nyuma kwa treni iliyojaa watu zaidi ya 1200 na ambayo haikuwa na breki kulikuwa ni tamko la maangamizi. Katika njia hiyo hiyo kuelekea nyuma ilikuwa inasonga treni ya mizigo ile iliyopishana nayo. Hivyo katika sekunde chache za kutisha, mabehewa ya treni ya abiria yaligonga treni ya mizigo iliyokuwa nyuma yake. Ulikuwa ni mgongano wa tani nyingi za chuma. Mabehewa yalipinduka, yakavunjika na mengine yakaingia ndani ya korongo. Ndani ya muda mfupi sana, treni iligeuka kutoka kuwa chombo cha usafiri na kuwa mtego wa kifo. Mgongano huo ulikuwa mkali kiasi kwamba mabehewa ya treni yalikusanyika moja juu ya jingine. Sauti za vilio, kelele za kuomba msaada na kimya cha wale waliokandamizwa zilitawala Igandu asubuhi hile. Uokoaji wa kwanza ulifanywa na wanakijiji wa Igandu. Walitumia mikono yao na zana za kawaida kuondoa mabaki ya chuma
na kuwatoa manusura na miili. Uokoaji rasmi ulichukua muda kufika kutokana na ugumu wa eneo la ajali. Kutokana na treni kuwa imejaa kupita kiasi, ikiwa imebeba zaidi ya abiria 1200, utambuzi wa mwisho ulikuwa mgumu. Baada ya siku kadhaa za uokoaji na utambuzi, takwimu rasmi zilisema watu 281 walipoteza maisha yao na zaidi ya watu 600 walijeruhiwa vibaya. Ajali hii ikawa ni ajali mbaya zaidi ya treni kuwahi kutokea Tanzania. Wengi waliofariki walikufa kutokana na kukandamizwa na chuma hicho kilichojikunja. Hawakuwa kwenye orodha kamili, hawakuwa na majina yaliyokamilika katika vitabu vya usafiri, lakini nyuma ya namba hizo kulikuwa na familia, watoto, wazazi na ndoto zilizokatika. Hii ilikuwa ni matokeo ya mfumo uliokubali hatari kama kanuni. Habari zilienea nchi nzima, bendera zikashushwa nusu mlingoti, viongozi walifika na maswali yakaanza kuulizwa: ilitokeaje? Na kwa nini treni mbili zilikuwa kwenye njia moja? Nani anawajibika? Tume ya uchunguzi iliundwa na ukweli ukawekwa wazi. Ajali haikusababishwa na hali ya hewa, haikusababishwa na hitilafu ya reli pekee, na ilisababishwa na makosa ya binadamu. Ripoti ilisema wazi, mawasiliano yalishindikana, hakukuwa na mfumo wa kuzuia mgongano, usimamizi ulikuwa dhaifu, na hatari ilikuwa inajulikana lakini ilipuuzwa. Hivyo ajali hii ingeweza kuzuiwa. Ahadi zilitolewa, marekebisho yakapangwa, sheria zikapitiwa, lakini kwa waliopoteza ndugu, hakuna kilichorudi kama zamani. Igandu ikabaki kimya, lakini kumbukumbu ikabaki hai. Breki hazikuua watu hawa peke yake, bali uzembe wa kiufundi, kujaza kupita uwezo, na mfumo ulioshindwa kufanya matengenezo muhimu ndio uliwaua ndugu na jamaa. Ajali ya treni ya Igandu ya mwaka 2002 haikuwa bahati mbaya, ilikuwa ni matokeo ya kushindwa kulinda usalama wa kiufundi wa treni, matokeo ya kujali biashara kubeba watu zaidi kuliko maisha, matokeo ya mfumo wa usimamizi wa reli ulioshindwa kulinda raia wake. Na mpaka leo kwenye miinuko ya Igandu, kumbukumbu ya siku hiyo inabaki hai. Hivyo kwa waliopoteza wapendwa wao, kila mlio wa treni ni kumbukumbu ya siku ambayo haijawahi kuisha. Ukweli ni kwamba kushindwa kwa breki kunaweza kuleta maangamizi kama hayo tena. Hivyo ajali hii inapaswa kuwa somo letu kuu. Je, unafahamu nini kuhusu ajali ya treni Dodoma? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside. Bahari haipigi kelele kabla haijachukia, na wala haionyeshi hasira mapema. Lakini tarehe 18 Julai mwaka 2012, bahari ya Hindi ilibadilika ghafla. Asubuhi hiyo watu walikuwa wakisafiri kama kawaida, wengine wakienda kazini, wengine wakienda likizo, na wengine wakienda kutafuta maisha. Hakuna aliyedhani kuwa safari ya kawaida kati ya Dar es Salaam na Zanzibar ingeishia kwenye kilio cha kitaifa. Hii ni hadithi ya ajali ya MV Skagit. Lakini zaidi ya hayo, hii ni hadithi ya matumaini, uzembe, upepo na bahari. Karibu The Storyside.
Kabla haijaitwa MV Skagit, ilikuwa meli ya kisasa iliyozaliwa huko Marekani. Ilitengenezwa mwaka 1989 katika kiwanda maalum cha kutengeneza vyombo vya kasi, yani high speed passengers ferries, chini ya kampuni ya Nicholas Bros Boat Builders iliyopo Freeland, Washington State. Jina lake la awali lilikuwa likihusiana na eneo la Skagit County. Huko ndipo ilipopata jina la Skagit. Sifa zake ilikuwa ni catamaran, yani meli yenye miili miwili chini, twin hulls. Ilitengenezwa kwa aluminium nyepesi. Iliundwa kwa ajili ya kasi na uthabiti katika bahari tulivu. Uwezo wake ulikuwa ni wa kubeba takriban abiria 250 hadi 300. Injini mbili za nguvu, yani marine diesel engines, iliyokusudiwa kwa safari za pwani. Urefu wa takriban mita 35 hadi 40, sawa na futi 115 hadi 120. Catamaran ina faida moja kubwa: inakimbia haraka, inakuwa thabiti kwenye mawimbi ya kawaida. Lakini ina changamoto moja pia: ikiwa imezidiwa au kukutana na mawimbi makubwa ya pembeni, inaweza kupoteza uwiano haraka. MV Skagit haikuwa meli ya zamani na wala haikuwa chakavu, sababu kufikia mwaka 2012 ilipopata ajali, meli hii ilikuwa na umri wa takriban miaka 23 tangu kutengenezwa. Ilikuwa zao la teknolojia ya kisasa ya Marekani iliyoundwa kwa kasi na kwa ufanisi kwa safari za pwani. Lakini kila chombo cha bahari kina kikomo chake, na bahari haijali kilitengenezwa wapi. Baada ya miaka kadhaa ya kuitumikia Marekani, iliwasili wakati wa maamuzi. Katika sekta ya usafiri wa majini, hasa meli za mwendo kasi, kuna kanuni isiyoandikwa. Meli inapofikia umri fulani au inapobadilishwa sera za usafiri, mara nyingi huuzwa, si kwa sababu imeharibika, bali kwa sababu ya soko limebadilika. Na hapo ndipo safari yake mpya ilianza. Mwanzoni mwa mwaka 2010, usafiri kati ya visiwa vya Zanzibar na Tanzania bara ulikuwa unaongezeka kwa kasi. Watalii waliongezeka, biashara ilipanuka na safari za kikazi zikawa nyingi zaidi. Safari ya kati ya Dar es Salaam na Zanzibar ilikuwa mojawapo ya njia zenye shughuli kubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Umbali wa takriban kilomita 70 hadi 80 baharini, safari ya saa kadhaa kwa meli za kawaida, lakini chini ya saa 2 kwa meli ya kasi. Na hapo ndipo mahitaji ya high speed ferries yakazidi. Kampuni ya usafirishaji wa majini ilipoiona Skagit iliona fursa. Tayari ilikuwa meli ya kasi, ilikuwa imetengenezwa kwa kiwango cha juu. Muundo wake wa katamaran ulikuwa unafaa kwa safari za pwani. Ilikuwa ni meli iliyokwisha jaribiwa kwenye maji ya Pasifiki. Hivyo mchakato wa ununuzi ukaanza. Baada ya makubaliano, meli ikaandaliwa kwa safari ndefu ya kuhamishwa. Safari ya kutoka Amerika hadi Afrika Mashariki si ndogo, ni operation ya kiufundi yenye mipango maalum. Mara nyingi meli za aina hii husafirishwa kwa kuendeshwa kwa hatua au kubebwa na meli maalumu ya usafirishaji, yani heavy lift vessel. Hatimaye Skagit ikaingia katika maji ya bahari ya Hindi. Kabla haijaanza huduma rasmi Tanzania, ilifanyiwa marekebisho kadhaa. Marekebisho hayo yalihusisha ukaguzi wa engine, marekebisho ya ndani ya viti na mpangilio wa abiria, ulinganifu wa kanuni za usajili wa Tanzania, mabadiliko ya mawasiliano na redio na vifaa vya usalama.
kisha ikapewa jina lile lile kwa kuitwa MV Skagit, lakini sasa likiwa chini ya bendera ya Tanzania. Ikasajiliwa rasmi kama chombo cha abiria kinachofanya safari za pwani kati ya Dar es Salaam na Zanzibari. Ilipoanza safari zake kati ya Dar es Salaam na Zanzibari, ilipokelewa kwa hamasa. Abiria walivutiwa sana na kasi yake, muonekano wake wa kisasa, muundo wake wa kisasa wa ndani na safari fupi ukilinganisha na meli za zamani. Kwa mtu anayesafiri mara kwa mara, muda ni kila kitu, na MV Skagit iliokoa muda kwa kutembea safari ya takribani saa 1.5 hadi 2 kutegemea hali ya bahari. Kwa wengi ilikuwa ni ishara ya maendeleo. Abiria wengi walipoingia ndani yake waliona meli safi, viti vizuri na muonekano wa kisasa, lakini wachache sana walijiuliza ilikuwa imetumika miaka mingapi huko Marekani, iliundwa kwa aina gani ya bahari, na je, ilibadilishwa kikamilifu kuendana na hali ya bahari ya Hindi, au je, ilifanyiwa tathmini ya kina kuhusu mawimbi na msimu wa kusi? Historia ya meli mara nyingi haionekani kwenye tiketi, haionekani kwenye rangi ya nje, na mara nyingi abiria huamini tu kwamba kila kitu kimehakikiwa. Lakini safari yake kutoka bahari ya Pacific kwenye baridi ya Marekani hadi maji ya chumvi yenye upepo mkali wa bahari ya Hindi ilikuwa ni mabadiliko makubwa ya mazingira. Asubuhi ya tarehe 18 Julai 2012 haikuanza kwa vilio. Ilianza kama siku nyingine yoyote ya safari kati ya bara na visiwani. Katika bandari ya Dar es Salaam, watu walifika mapema, wengine wakiwa na mabegi madogo ya nguo, wengine mizigo ya biashara, na wengine wakiwa na watoto mikononi. Lakini angani kulikuwa na dalili. Ripoti za hali ya hewa katika ukanda wa pwani zilionyesha uwepo wa upepo mkali wa msimu. Bahari ya Hindi katika kipindi hicho huwa na tabia ya kubadilika haraka, hasa wakati wa upepo wa kusi mashariki, maarufu kwa jina la kusi. Haikuwa dhoruba rasmi, lakini haikuwa bahari tulivu kabisa. Mawimbi yaliripotiwa kuwa ya wastani hadi makubwa, upepo ukiwa wa kasi inayoweza kuathiri vyombo vyepesi vya kasi. Lakini safari ziliendelea, kwa sababu safari kati ya Dar es Salaam na Zanzibar ni za kawaida, ni za kila siku, na mara nyingi hata hali ya hewa ikiwa si nzuri sana, vyombo huendelea na safari. MV Skagit iliondoka ikiwa imebeba abiria wengi. Baadhi ya taarifa za baadaye zilidai kuwa kulikuwa na idadi iliyozidi uwezo rasmi wa meli. Uwezo wake ulikuwa wa kubeba abiria takribani 250 hadi 300 kutegemea na mpangilio, lakini siku hiyo inadaiwa kulikuwa na takriban watu 290 au zaidi ndani yake. Ni muhimu kuelewa jambo moja: kati ya vyombo vya majini, si tu idadi ya watu ina umuhimu, bali pia usambazaji wa uzito. Watu walikuwa wameketi ndani ya chumba cha abiria, wengine juu ya staha na wengine wakiwa wamesimama. Na kwenye meli ya katamaran, usambazaji wa uzito ni jambo nyeti sana. Ilipoondoka Dar es Salaam, safari ilianza kawaida. Injini 2 za diesel zilitoa mlio wa nguvu, meli ikakata maji kwa kasi yake ya kawaida, na bahari ilionekana ya kawaida kwa safari ya pwani. Kadiri meli ilivyokuwa ikikaribia Zanzibar, mabadiliko yakaanza kuonekana. Mawimbi yakawa makubwa zaidi, sio mawimbi juu ya kupindukia, lakini yenye nguvu ya pembeni. Katamaran huathirika zaidi na mawimbi ya pembeni, yani beam waves, kuliko mawimbi ya mbele kwa mbele. Upepo ukaongezeka, meli ikaanza kuhisi msukumo kutoka upande mmoja. Abiria wengi walianza kuhisi kuyumba
kwa utofauti wa kawaida, lakini bado haikuwa hali ya taharuki. Bahari ya Hindi ina tabia moja ya hatari: inaweza kubadilika haraka. Mawimbi yakaanza kuongezeka kwa mfululizo, upepo ukaendelea kupiga kwa nguvu. Meli nyepesi ya aluminium ilianza kuhisi shinikizo la upepo. Uzito wa abiria, hasa waliokuwa upande mmoja kwa juu, hii iliathiri usawa. Bahari haikuwa tena rafiki, haikuwa tulivu, haikuwa laini, lakini bado meli ilikuwa safarini. Hakuna aliyedhani kuwa dakika chache zijazo zingebadilisha historia. Kuna ajali zinazokuja polepole na kuna ajali zinazokuja kwa sekunde. Hii ilikuwa ya sekunde. Mashuhuda wanasema mwanzo haukuwa wa kutisha sana, ilikuwa ni kuyumba kwa kawaida tu, kama meli inapopitia mawimbi makubwa. Lakini tofauti siku hiyo ilikuwa katika marudio. Haikuyumba mara moja, iliyumba, ikajirekebisha kidogo, ikayumba tena, na kila kuyumba kulikuwa na kishindo kikubwa zaidi ya cha awali. Kulikuwa na vitu vitatu vilivyokutana kwa wakati mmoja: mawimbi ya pembeni, yani beam waves, upepo mkali unaosukuma juu ya muundo mwepesi, na uzito wa abiria ambao haukusambazwa sawasawa. Katamaran kama MV Skagit hutegemea sana uwiano kati ya miili yake miwili chini ya maji. Ikiwa upande mmoja unapata shinikizo kubwa zaidi na upande mwingine unapungukiwa uthabiti, mzunguko wa kupoteza usawa unaweza kutokea kwa haraka. Ndani ya chumba cha abiria, watu walianza kushika viti. Baadhi walidhani ni mawimbi ya kawaida, lakini wengine walihisi kitu si cha kawaida. Meli ilipoinama zaidi upande mmoja, mizigo na miili ya watu vilianza kusogea kuelekea upande huo, na hapo ndipo fizikia ilipoanza kufanya kazi yake kimya kimya. Uzito unapohamia upande mmoja huongeza mwinuko wa meli, na mwinuko unapoongezeka huongeza kasi ya kuanguka. Kisha pigo moja kubwa la wimbi likaja. Waliokuwepo wanasema mawimbi makubwa yalipiga upande mmoja kwa nguvu isiyo ya kawaida. Ndani ya dakika chache tu, wengine wanasema hata haikuzidi dakika 2, MV Skagit ilipinduka kabisa. Hakukuwa na muda wa kuvaa life jacket kwa utulivu, kupanga mstari wa kutoka au kutolewa, tangazo la tahadhari la dakika 10. Ilikuwa ni mabadiliko ya ghafla. Viti viligeuka, madirisha yakagonga maji, nuru ya mchana ikabadilika kuwa giza la maji, na abiria waliokuwa ndani wakajikuta si tena kwenye sakafu ya meli, bali ndani ya bahari ya Hindi. Kila ajali ina sauti, lakini kuna sekunde moja ya ajabu baada ya tukio kubwa. Hii ni sekunde ya ukimya. Baada ya mlio wa chuma kugonga maji, baada ya kelele za mshangao, ulitokea huo ukimya mfupi, kisha vilio vikaanza. Bahari ilimeza kelele, na sekunde hizo chache ndizo zilizobadilisha historia ya mamia ya familia. Baadhi yao walijikuta chini ya meli iliyopinduka, ndani ya chumba cha abiria kilichogeuka ghafla kuwa sakafu ya juu. Madirisha yalikuwa yakionyesha mwanga wa mchana, sasa yalikuwa milango ya maji. Wengine walichanganyikiwa na kujiuliza, juu iko wapi? Mlango uko wapi? Na hewa iko wapi? Ndani ya maji sekunde 30 unaweza kuhisi kama dakika 5. Walioweza kuogelea walianza kutafuta mwanga. Wengine wakapanda juu ya mwili wa meli uliogeuka. Wengine wakashika vipande vya plastiki, maboya au sehemu za aluminium. Hakuna mafunzo ya darasani yanayokufundisha jinsi ya kuishi kwenye maji yenye hofu. Hii ni silka, ni mapambano ya mwili na akili. Hivyo wapo waliowahi kuvaa life jacket, lakini si wote. Baadhi walijaribu kuvua viatu au mizigo ili kupunguza uzito. Wengine waliokoka kwa sababu walikuwa karibu na dirisha
au mlango. Waliokuwa mbali zaidi walilazimika kupambana zaidi. Juu ya maji hali haikuwa rahisi pia. Bahari ilikuwa bado inachemka. Mawimbi yalikuwa yanakuja mfululizo. Meli iliyopinduka ilikuwa kama kisiwa kidogo cha chuma. Watu walijikusanya juu yake. Wengine walishikana mikono, wengine wakapaza sauti kuomba msaada, lakini sauti kwenye bahari hupotea haraka kwa sababu upepo na mawimbi huzimeza sauti hizo. Dakika zilianza kupita. Kwa aliye ndani ya maji, dakika 1 ni ndefu, dakika 5 ni adhabu, dakika 10 ni mtihani wa mwisho wa nguvu. Wale waliokuwa wakijua kuogelea walijaribu kuwasaidia wasioweza, lakini bahari si ardhi. Huwezi kumbeba mtu kwa muda mrefu ukiwa umechoka. Wengine walijaribu kugeuza meli, haikuwezekana kwa mikono, ilikuwa ni kutapatapa kwa mfamaji. Kwa wakati huo habari zilianza kufika Zanzibar. Simu zikapigwa, redio zikaita. Wavuvi waliokuwa karibu walikuwa wa kwanza kuona kitu kisicho cha kawaida baharini. Boti ndogo za uvuvi zikaanza kuelekea eneo la tukio, kisha vikosi vya uokoaji vikafuata, lakini bahari haikuwa tulivu. Operesheni za uokoaji kwenye mawimbi si rahisi. Inahitaji ustadi, inahitaji ujasiri, inahitaji muda, na kwenye ajali za majini muda ndiyo kila kitu. Waliookoka baadaye walisema walikumbuka kushika chuma kwa nguvu zote, kumeza maji mara kadhaa, kusikia watu wakipiga kelele kando yao na kisha sauti kupotea. Baadhi walinusurika kwa sababu waliokolewa haraka, baadhi kwa sababu walishikilia kwa nguvu muda mrefu, na baadhi kwa sababu walikuwa na nguvu za mwisho kabisa. Lakini bahari haina huruma, sababu haichagui. Na ndani ya saa chache tu, tukio lililochukua chini ya dakika 2 kupindua meli lilikuwa limebadilisha maisha ya mamia ya watu. Baada ya kelele kupungua, baada ya boti za uokoaji kuwasili, baada ya manusura kuokolewa mmoja mmoja, ndipo ukweli mzito ukaanza kujulikana. Takribani watu 290 au zaidi waliaminika kuwemo ndani ya MV Skagit siku hiyo, lakini si wote waliorejea nchi kavu. Ripoti za awali zilikuwa za mkanganyiko. Idadi ilibadilika kadiri miili ilivyopatikana. Baadaye zaidi ya watu 140 walithibitishwa kufariki dunia, lakini nyuma ya namba hizo kulikuwa na majina, kulikuwa na familia, kulikuwa na ndoto zilizokatika ghafla. Taarifa nyingi zilionyesha kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha wengi walikuwa ni wanawake, wazee na watoto. Kwa nini? Kwa sababu katika ajali za majini walio dhaifu kimwili huathirika zaidi. Watoto hawawezi kuogelea kwa muda mrefu. Wazee hawana nguvu za kupambana na mawimbi. Wanawake wengi walikuwa wameshikilia watoto wao. Mapenzi yakawa mzigo mzito ndani ya maji, na bahari haikuchagua. Wakati wa orodha za manusura na waliopoteza maisha zilipoanza kusomwa, ilibainika jambo moja zito. Ndani ya MV Skagit hakukuwa na Watanzania pekee. Kulikuwa na wageni, watalii, wasafiri waliokuja kufurahia uzuri wa Zanzibar. Ripoti za baadaye zilionyesha kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha kulikuwa na takriban raia 9 wa kigeni. Miongoni mwao waliokuwemo ni raia wa Ujerumani, raia wa Uingereza, raia wa Afrika Kusini, raia wa Kenya na raia wa Uganda na mataifa mengine ya Ulaya. Baadhi yao walikuwa wanandoa waliokuja likizo. Baadhi walikuwa wasafiri wa kikazi. Baadhi walikuwa wageni waliokuwa wakielekea fukwe za Nungwi au mitaa ya Stone Town. Hawakujua kuwa safari yao ya saa 2 ingeishia katikati ya bahari ya Hindi.
Ndani ya maji yale hakukuwa na utaifa, hakukuwa na mipaka, hakukuwa na ubalozi. Kulikuwa na pumzi na mapambano ya kuishi. Lakini majina yalipoanza kuthibitishwa, simu zilianza kupigwa Ulaya, habari zikafika Afrika Kusini, mataifa jirani yakaanza kuuliza kuhusu raia wao. Zanzibar ikawa habari ya dunia. Ajali hiyo haikuwa tena tukio la kitaifa tu, ilikuwa janga lililogusa familia katika mabara tofauti. Watoto walipoteza wazazi, wazazi wakapoteza watoto, na baadhi ya familia wakiwa mbali maelfu ya kilomita walipokea simu isiyotarajiwa. Bahari ya Hindi ilikuwa imevuka mipaka na huzuni ikawa ya kimataifa. Hapa tukajua kuwa bahari haina pasipoti. Zanzibar ilinyamaza. Habari zilijaa huzuni. Kutoka Dar es Salaam, watu walikusanyika kwenye ofisi za kampuni, hospitali na bandari. Kulikuwa na machozi, kulikuwa na hasira, kulikuwa na swali moja linalorudiwa: kwa nini tena? Kwa nini tena? Kwa sababu miezi 10 tu kabla ya ajali hii, taifa lilikuwa limepoteza mamia ya watu katika ajali ya MV Spice Islander 1. Majeraha yalikuwa bado mapya, na sasa yakaja maumivu mapya. Swali likawa moja: je, hatukujifunza? Viongozi walitoa salamu za rambirambi, ibada zilifanyika, familia zikazika wapendwa wao, lakini hakuna ibada inayoweza kujaza nafasi ya mzazi aliyepoteza mtoto. Hakuna hotuba inayoweza kurudisha maisha. Hasara haikuwa tu ya namba, ilikuwa ya kizazi, ilikuwa ya ndoto, na ilikuwa ya taifa. Ripoti na uchunguzi vilionyesha mambo manne. Jambo la kwanza, overloading, yaani kuzidisha abiria. Idadi ya abiria ilidaiwa kuzidi uwezo wa meli. Namba 2, hali mbaya ya hewa, upepo mkali na mawimbi ya ghafla. Namba 3, usimamizi wa usalama. Maswali yaliibuka: je, maboya ya kuokoa maisha yalitosha? Je, abiria wote walikuwa na life jacket? Na je, taarifa ya hali ya hewa ilizingatiwa? 4, tabia ya katamaran. Katamaran ikipinduka haiwezi kurejea kawaida kirahisi, kama meli za mwili mmoja, yani monohulls. Baada ya ajali, serikali iliahidi kuboresha ukaguzi wa vyombo vya majini. Udhibiti wa idadi ya abiria ukaimarishwa, na masuala ya usalama yakaanza kujadiliwa kwa uzito zaidi. Lakini kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, mabadiliko hayakurudisha maisha. Leo hii jina la MV Skagit halisikiki tena kwenye bandari, lakini linabaki kwenye kumbukumbu za manusura, familia, wavuvi waliokoa watu na taifa zima. Imebaki kuwa ni somo la bahari, ni onyo la usimamizi, ni historia ya maumivu. Bahari ni tulivu, lakini ina kumbukumbu. MV Skagit ilikuwa meli ya kasi, ya kisasa na iliyotoka mbali, lakini mwisho wake haukuwa kwenye heshima ya teknolojia, ulikuwa kwenye nguvu ya asili. Na leo kila meli inapovuka kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar, kuna hadithi inayosafiri kimya kimya chini ya maji. Na hii ndiyo hadithi ya MV Skagit. Je, unafahamu nini kuhusu historia ya ajali ya MV Skagit? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.